BMP TV Professional Update. Waendeleaje ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, bado tunazidi kuwakilisha vyema kabisa habari ambazo zinazidi kuendelea. BMP TV Online ni yetu sote, says the Mr. Orange tena kwenye mic. Leo tutagusia kwa hapa Tanzania, ambako gumzo ni Tundu Lissu kufikishwa mahakamani kwa mashtaka ya uhaini na kuchapisha taarifa za uongo. Hiyo ni moja ambayo taarifa tutakazozungumzia. Hata pia tutagusia huko Nigeria, ambako Nigeria yakabiliwa na changamoto za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Hayo ni moja ya mambo ambayo tutakazungumzia hilo. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, kaa pamoja nasi ili ufurahie update za kila wakati. BMP TV Online ni yetu sote. Mahakamani ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imeendelea kusikiliza kesi mbili zinazomkabili kiongozi mpinzani nchini Tanzania na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Katika kesi ya kwanza, Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini linalodaiwa kutokana na kauli alizotoa mwezi April 2025 alipohamasisha umma kuzuia uchaguzi wa Oktoba mwaka huu. Shtaka hili halina dhamana na linaweza kuadhibiwa kwa kifungo cha maisha au adhabu ya kifo. Kesi ya pili inamhusisha na mashtaka ya kuchapisha taarifa za uongo linalodaiwa kuwa na nia ya kuchochea chuki na kugawanya taifa. Matukio mahakama ya Tanzania ilitangaza kuwa mwenendo wa kesi hizi utarushwa mubashara kupitia akaunti rasmi ya mahakama katika mitandao ya kijamii. Hii inalenga kuwawezesha wananchi kufuatilia kesi bila kuhudhuria mahakama kutokana na uwezo mdogo wa mahakama kuhudumia watu wengi. Lissu alikamatwa mwezi Aprili 2025 baada ya kutoa wito wa mageuzi ya uchaguzi katika mkutano wa hadhara huko Mbinga. Tangu wakati huo amekuwa akikabiliana na changamoto mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kufutwa kwa ushiriki wa Chadema katika uchaguzi mkuu wa 2025 na kukamatwa kwa wanasheria wa haki za binadamu waliokuja kumsaidia. Mawakili wake wamewasilisha malalamiko kwa Umoja wa Mataifa wakitaka kutangazwa kuwa kukamatwa kwake ni kinyume cha sheria na haki za binadamu. Hatua ya kumfungulia mashtaka ya uhaini kiongozi wa kisiasa wakati huu ambapo taifa linaelekea katika uchaguzi mkuu inaleta picha mbili. Kwa upande mmoja ni juhudi za dola kulinda utulivu na mamlaka ya kisheria, lakini kwa upande mwingine inazua wasiwasi juu ya nafasi ya demokrasia na uhuru wa kujieleza. Kesi hii si tu ni mtihani kwa Tundu Lissu bali pia kwa mustakabali wa haki za demokrasia Tanzania. Wananchi na jumuiya ya kimataifa wataendelea kufuatilia kwa makini, huku wakisubiri kuona kama sheria itatumika kwa haki bila shinikizo la kisiasa. Moja kwa moja tuelekee huko Nigeria, ambayo imekabiliwa kwa sasa hivi na changamoto za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Nchini Nigeria hali ya kisiasa inaendelea kuwa tete, huku taifa likikabiliwa na changamoto mbalimbali za kiuchumi, usalama na kijamii. Rais Bola Ahmed Tinubu, ambaye alitimiza miaka miwili madarakani mnamo Mei 29, 2025, anakabiliwa na shinikizo kutoka kwa wananchi na vyama vya upinzani kuhusu utekelezaji wa sera zake. Katika hatua ya kushangaza, aliyekuwa gavana wa Kaduna Nasir El-Rufai alitangaza kujiondoa kutoka chama tawala cha El Progressive Congress na kujiunga na chama cha upinzani cha Social Democratic Party. El-Rufai alieleza kuwa hatua hiyo ilichochea na kutoridhishwa na mwelekeo wa sasa wa chama tawala. Hatua hii imeongeza mvutano wa kisiasa nchini na kuibua mjadala kuhusu mustakabali wa demokrasia ya Nigeria.
Changamoto za kiuchumi. Nigeria inaendelea kukumbwa na matatizo ya kiuchumi, ikiwa ni pamoja na mfumuko wa bei uliofikia 34.19 kufikia Juni 2025, huku bei ya vyakula ikipanda kwa zaidi ya 40%. Hali hii imeongeza gharama za maisha na kusababisha maandamano ya wananchi wakitaka marekebisho ya haraka ya sera za kiuchumi. Mikakati ya serikali. Katika juhudi za kufufua sekta ya mafuta na gesi, Rais Tinubu alisahini amri ya kiutendaji inayotoa motisha ya kodi kwa kampuni zinazopunguza gharama za utendaji katika sekta hiyo. Lengo ni kuvutia uwekezaji mpya na kuongeza ufanisi katika sekta hiyo muhimu kwa uchumi wa taifa. Serikali ya Nigeria ilitangaza kukamatwa kwa raia 4 wa Pakistan wanaoshukiwa kusaidia kundi la kigaidi la Boko Haram kwa kutoa mafunzo na silaha. Hatua hii inaonyesha juhudi za serikali kukabiliana na ugaidi na kuimarisha usalama wa taifa. Nigeria inakabiliwa na kipindi kigumu cha kisiasa na kiuchumi. Uongozi wa Rais Tinubu unahitaji kuchukua hatua madhubuti za kushughulikia matatizo ya kiuchumi na kuhakikisha usalama wa raia. Pia ni muhimu kwa serikali kusikiliza sauti ya wananchi na vyama vya upinzani ili kudumisha demokrasia na mshikamano wa kitaifa. BMP TV inazidi kusogezea matangazo ya hapa na pale. OECD yatabiri kuporomoka kwa uchumi duniani hadi 2.9% kufikia 2026, kiwango cha chini tangu janga la COVID-19. Je, dunia inakaribia mgogoro mkubwa wa kiuchumi? Fahamu chanzo chake na athari kwa Afrika. Toka alikuwa tisa wa Marekani. NOAA yaonya kuwa majira haya ya joto huenda yakawa hatari zaidi katika miongo ya hivi karibuni. Joto hili linaweza kuathiri hata upatikanaji wa chakula duniani. Tazama jinsi Afrika inaweza kuathirika. Miamba ya matumbawe yafa kwa kasi. Zaidi ya 84% ya matumbawe duniani yameathirika kutokana na joto la bahari. Tukio kubwa zaidi la kihistoria bahari zetu zinalia kimya kimya. Je, tunaelekea kwenye janga la mazingira lisilozuilika? Toleo la kwanza la mashindano ya vilabu 32 kufanyika Marekani likileta historia mpya. Vilabu vikubwa duniani vitakutana kwenye ardhi ya Marekani. Nani atatawala dunia ya soka? Habari za Afrika. Bill Gates kumwagia Afrika dola bilioni 200. Gates Foundation yatangaza uwekezaji mkubwa katika afya na elimu barani Afrika. Utajiri huu unaweza kubadilisha maisha ya vizazi vijavyo Afrika, lakini je, utatumika ipasavyo? Mahakama ya Afrika yachagua uongozi mpya. Jaji kutoka Mali na Algeria wateuliwa kuongoza mahakama ya haki za binadamu Afrika. Je, uongozi mpya utaleta haki za kweli kwa Waafrika au ni sura mpya tu katika mfumo ule ule? Mafuriko makubwa Nigeria yaua mamia. Mafuriko mjini Mokwa, Nigeria yaua watu 200 na kuharibu zaidi ya nyumba 3000. Ni janga la kimya linaloendelea kuua bara. Tazama sababu na nini kinaweza kufanyika sasa. Rufaa ya Dr. Nadisha yafika mahakama ya katiba. Dr. Nadisha apinga kurejeshwa kwake Afrika Kusini kutoka Tanzania. Kesi ya shika kasi. Ni kesi ya utata, siasa na haki. Je, alirejeshwa kihalali au alivunjwa haki? Rendi ya shuka thamani Afrika Kusini. Sarafu ya rendi ya poromoka kabla ya taarifa za pato la taifa. Wachumi wahofia kudorota kwa uchumi. Je, sarafu za Afrika ziko salama tena? Tazama hali hii ya uchumi wa kusini wa Afrika.
Kwa taarifa hizi nzito usikose kufuatilia kila siku kupitia BMP TV Online. Tunakuletea dira ya dunia kutoka BMP TV Online. BMP TV Online bado inazidi kukuletea matangazo ya hapa na pale. Ukitaka matangazo ambayo yana ukweli ndani yake, sogelea BMP TV Online, utapata mambo ya uhakika zaidi. Subscribe, like, pia na comment, na hivyo utakuwa umetisha zaidi. Kwa mic alikuwa ni Sesday Mr. Orange. Asante. BMP TV Professional Update.